napenda nizungumze na Watanzania ambao wanapenda mpira na ni wadau wa soka. Kwa kauli ambayo rais wa mpira Tanzania, rais wa TFF Wallace Karia, nimeisikia alipokuwa anayatamka matamko yake na ameulizwa na waandishi wa habari, lakini bado amesimama kwenye matamko ambayo sio ya mpira. Nadhani kwamba kauli yake moja kwa moja ukiangalia anakuwa amejibu kimwemko, sio kauli ya kimpira, na sio kama kiongozi mkubwa wa mpira anaweza katupa faraja sisi wadau ambao tunapenda mpira. Yeye ilitakiwa asimame na kutujibu kwamba sababu za kuvunjika kwa dabi ni zipi au ni hatua gani zinaenda kuchukuliwa. Kama walivyosema mwanzo kwamba bodi ya ligi wameahirisha mchezo wa dabi, lakini nje ya kuahirisha mchezo wa dabi kuna uchunguzi unaendelea kufanyika. Sasa leo tukiwa tunasubiri huo uchunguzi ufanyike, kiongozi mkubwa wa mpira anasimama anasema kwamba kama kuna mtu ambaye anaona atendewi haki, hebu ajitathmini yeye katika wajaribu kutathmini viongozi wao. Je, wapo sawa? Sasa kama mdau wa mpira unajiuliza, na pia bado kuna sintofahamu, ameijibu hapo kwamba kama ni klabu ya Yanga imebebwa sana, kama moja ya klabu ambayo imebebwa sana. Sasa tunataka tupate kujua kwa majibu hayo tu yanatosha kwamba kwa hivi vilabu vidogo ambavyo vinashiriki ligi kuu, maana tayari havina sababu ya kuendelea kushiriki mashindano haya, kwa sababu tayari kuna timu ambazo zinapewa nguvu na vilabu vidogo ndo vinanyong'onyezwa. Je, kuna sababu gani ya kuibua watoto wa timu ndogo kutoka championship kuja ligi kuu, ingali wanajua kabisa hawezi kuwa mabingwa, hawezi kuwa wawakilishi wa nchi hii? Amuone kama tayari tunaharibu mpira wetu na sifa zetu, na kama ni ligi yetu tayari imepanda kufika nafasi ya 4 barani Afrika kwa ubora. Kwa hiyo majibu ya namna hiyo, kiongozi mkubwa anasimama anasema namna hii, lazima tufike sehemu tujiulize. Na hii sio dabi ya kwanza kuvunjika, hii ni dabi ya 7 kwa mtu anayefuatilia mpira. Dabi ya kwanza toka mwaka 1969 inavunjwa, inaahirishwa. Sasa leo hii tayari wadau wamefika mbali, wanajua mpira, wanajua kanuni za mpira, sheria, taratibu za mpira. Sasa why mipira inataka kufika kwa kutengeneza kwa wadui? Na hakuna Mtanzania asiyejua kwamba rais wetu yeye ni mpenzi wa klabu ya Simba, lakini pia ni kiongozi wa Coastal Union. Je, haya anatupeleka kuenda wapi? Anatufanya tufikirie kitu gani kwenye mpira? Katika hili tunahitaji waandishi wa habari, vyombo vya habari msimame kupaza sauti na kumuomba kwamba kama amekosea kauli yake aitengue mara moja. Hawezi kupeleka soka letu kadri anavyofikiria. Kama alijibu kwa miemko, atuambie Watanzania tupate kupona. Mpira hauwezi kuendeshwa kwa namna hiyo. Ajibu kikanuni, kitaratibu na sheria zinavyotaka za mpira. Asijibu kwa kufuata yeye kwa sababu amekuwa top. Leo hii kila mtu anajua Simba alifanya makosa, Yanga alifanya makosa. Je, ni taratibu zipi zinachukuliwa au hatua gani zinachukuliwa vilabu hivi kuadhibiwa? Lakini asifike sehemu anatamka kwamba hizi vilabu vinabebwa. Sasa kuna sababu gani hizi timu ndogo kushiriki ligi kuu? Kuna sababu gani championship kuleta washiriki ligi kuu? Basi tuache mpaka tutakapojirekebisha, tuone soka letu limekuwa kwenye sifa zinazotakiwa za kimpira. Mimi leo ni yangu ni hayo, lakini nikirudi nafikiri nitapata nafasi ya kuzungumzia zaidi.